Kituo hichi tunachokifungua leo cha Pili Misana Foundation ni kituo kwa ajili ya VIP, kwa ajili pia wale waraibu wa dawa za kulevya ambao hawawezi kujichanganya kwenye sober house nyingine, ili waweze kuja hapa na kuwa sehemu ambayo ni private, ili kuhakikisha kwamba wanarudi katika hali yao ya kawaida. Lakini pia kituo hichi kwa kushirikiana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kitakuwa kinatoa ushauri mbalimbali, na si waathirika tu wa dawa za kulevya, hasa wale waathirika pia wa pombe, lakini pia wale wenye msongo wa mawazo kutokana na matatizo ya kifamilia, mke, mume, kama msongo wa mawazo umewazidi huko, wanaweza wakaja hapa pia wakapata tiba, wakapata unasihi na wakajikuta kwamba wanatuliza ule msongo wa mawazo walionao na wakapata ushauri wa kitaalamu ili waweze kurudi katika hali zao za kawaida na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo tunawaomba wadau mbalimbali nchini Tanzania ili kuhakikisha kwamba wanaungana na serikali katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kuanzisha nyumba za upataji nafuu katika maeneo mbalimbali, ambapo mamlaka itazikagua, itazisimamia na kuhakikisha kwamba zinaendeshwa kwa mujibu wa miongozo ya serikali, ili tuungane kwa pamoja na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunaponya taifa, tunaponya waraibu wa dawa za kulevya ili waweze kurudi katika hali zao za kawaida. Toka tumeanzisha sober houses zetu, tushasaidia waraibu zaidi ya 3,000 ambao kati yao ni wachache tu ambao walirejea dawa za kulevya, lakini wengi wamefanikiwa, na ndio maana huduma inaendelea kukua siku baada ya siku. Mimi niko hapa kwa sababu nafanya mazoezi na kukemea pia habari za madawa ya kulevya. Sikuja hapa kwa sababu ya madawa ya kulevya, nimekuja hapa kwa sababu ya pombe. Kiufupi nilikuwa nakunywa sana pombe. Kwa hiyo watu wameniona na watu wanaonipenda, na washukuru sana. Wakanishika mkono, wakanikamata na kunileta kwa Madam Pili. Madam Pili ni mtu mzuri ambaye nampenda kwa kweli. Nikanipokea vizuri, sina shida naye, na kituo kama kimefunguliwa hivi, mimi naomba watu wote ambao wanahisi wana matatizo basi wafike wapate huduma.